zitakuwa bayana siri. Innal hamdalillahi alladhi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, shahadatan tunji qailaha ila jannatin na'im. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kullihi walau kariha al-kafirun. Amma ba'du, ikhwata al-a'izza, ittaqullaha subhanahu wa ta'ala haqqa at-taqwa wa'lamu annakum bayna yaday Allahi subhanahu wa ta'ala mawqufun wa ala a'malikum majziyun wa muhasabun. Yaqulu rabbul izzati wal jalala fi muhkami tanzilihi ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلون من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. صدق الله العلي العظيم. أحبائي وأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فموضوعنا اليوم يبث إلى وصية الله لوفوده الحجاج الزائرين إلى بيت الله الحرام. Ndugu Waislamu, baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala, lakini pia vile vile na kumtakia rehma na amani kipenzi chetu mtukufu wa daraja Nabii Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu, ninakuhusieni lakini pia vile vile kuhusia nafsi yangu katika swala zima la kumcha lakini na kumtii Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndugu Waislamu, الكل منا يدرك تماما على أننا في موسم من مواسم الحج. Ndugu zangu, kila mmoja yuelewa vizuri ya kuwa kwamba sote kipindi hiki tulichokuwa nacho tunaishi mmoja katika msimu miongoni mwa misimu ya ibada ya hija. Hija ni nguzo katika nguzo zinazobeba dini yetu ya Uislamu. Ili wewe uitwe Muislamu, ni lazima uwe hizi nguzo unazo, au baadhi kuzikosa zingine ni kwa dharura ile ambayo inajulikana kisharia. Na hija ni nguzo ya tano. Hija ni nguzo ya tano katika hadithi iliyopokelewa na Abdullah
Ibn Umar kutoka kwa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam pale aliposema bunya alislamu ala 50, Uislamu umejengwa kwa mambo matano muhimu adhimu. Jambo la kwanza, shahadatun an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah, kukiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi kwamba hapana mola wa haki apasaye kuabudiwa isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja tu, hana mshirika katika ufalme wake na uungu wake, na kwamba Nabii Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ni mtume miongoni mwa mitume wa Mwenyezi Mungu. Hiyo ndio nembo ambayo wewe itakuingiza katika Uislamu, na ndio maana yoyote anapotoka katika dini zake anazozijua anataka kujoin katika dini ya Uislamu, lazima ahakikishe anatamka kalimatu shahada, akiri kwamba Mungu ni mmoja, hana mshirika, hakuna miungu watatu, hakuna Mungu mwana wala baba wala Roho Mtakatifu, na akiri kwamba Nabii Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Hiyo inakuwa ni tiketi yake rasmi ya kuingia katika Uislamu. Hiyo ni nguzo ya kwanza, ndugu zangu, katika nguzo za Uislamu. Nguzo ya pili, iqamu salah, kusimamisha swala tano hizi tunazoziswali yaumia, every day, kila siku. Ni nguzo ya pili katika nguzo za Uislamu, kusimamisha swala. Nguzo ya tatu ni itau zaka, kutoa zaka, ambayo malasafi shadid, kwa masikitiko makubwa, ndio nguzo pekee inayosahaulika na iliyosahaulika na inaopotezewa mwelekeo. Watu hawana habari na zaka kabisa. Na nguzo ya nne katika nguzo zilizoujenga Uislamu ni saumu Ramadhan, ni kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini hizi nguzo zote nne, leo sisi tuna nguzo ya tano ambayo ni hajjul baiti liman istataa ilaihi sabili, kwenda kuhiji nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa yule ambaye atakuwa na uwezo. Na nguzo hii imefungamanishwa na sharti. Sharti ni uwezo. Kama huna uwezo, wewe utabakia na nguzo zako nne. Huna sharti wala ulazima wa kwenda Maka kwa sababu huna uwezo. Lakini nguzo za Uislamu zitabakia vile vile tano, lakini nguzo za Muislamu zinategemea Muislamu alivyo kwa hali yake mwenyewe. Ndugu zangu, tunayoizungumzia hapa kwa hadithi ambayo ni rawahu Muhammad Ismail al-Bukhari, na hadithi hiyo hiyo tuliosoma amepokea rawahu Muslim ibn al-Hajjaj, na wote hawa si Waarabu, ni Wafursi. Al-Imamu Bukhari amenasibishwa na sehemu aliyokuwa anaishi Bukhara, na tukisema Wafursi ni huko duniani Iran, na habari zao tunazijua vizuri. Kwa hiyo hii ni changamoto ambayo leo tusikae tukasema kwamba hii dini ya Waarabu. Hapana, hawa ni wanazuoni wakubwa, na hadithi hiyo ni mutafaqun alayhi kwa sababu wamepokea wote wawili, wamekubaliana. Lakini vitabu vyao ni asahul kutub, waliotoka nayo katika miji au nchi zao au mataifa yao. Hapana, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametoa mwongozo na wasia maalum kuwaeleza wale ndugu zetu wanaokwenda kuhiji Maka. Mwenyezi Mungu pale aliposema katika suratul Baqara aya nambari 197, aliposema alhaju ashhurun ma'lumat,
hija maandalizi yake ni miezi inayojulikana. Ikifika miezi hiyo, basi likulli minna yujahiz nafsahu liziarati ila baiti llahi lharam, kila mmoja katika sisi ayaandalie nafsi yake kwenda kuizuru nyumba tukufu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Miezi hiyo ni Shawwal, kisha Dhulqaada ambao tumeumaliza, na sasa tuko Dhulhijja. Tunaelekea katika kwenda kufanikisha ibada au nguzo miongoni mwa nguzo za Uislamu, nguzo 5, nguzo ya ibada ya hija. Anatuambia nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Usia gani anautoa Mwenyezi Mungu kwa wale alladhina yazuruna ila baitihi sharif, kwa wale wanaitembelea nyumba yake tukufu kwa ajili ya kuikusudia kwa ibada? Mwenyezi Mungu anasema faman farala fihinna alhajj, yoyote ambaye atakuwa amewezeshwa, imefaradhishiwa nafsi yake kwenda kuhiji Maka katika hiyo miezi ambayo imetajwa hapo, basi ni mwiko fala rafatha, asiwe kule Maka na kipindi cha maandalizi yake akawa tena anatoa maneno ya hovyo hovyo, maneno machafu. Kule Maka hairuhusiwi kipindi cha hija kwa wewe haji hata kufanya jimaa. Lakini pia vile vile fala rafatha wala fusuq, wala kufanya maasi ya aina yeyote kule Maka hairuhusiwi, ndugu yangu haji. Wala jidala fil haji, wala kuleta mijadala ya kipuzi puzi. Habari yako ya Simba na Yanga acha hapa. Kule ukienda ni jambo moja tu, kwenda kutekeleza ibada ya nguzo ya 5. Sio ushabiki wako wa Manchester United, Real Madrid, Barcelona, Simba, Yanga ukapeleka kule. Fala rafatha wala fusuka wala jidala fil hajj. Hakuna munakasha, hakuna kujadiliana. Mambo ya kujadiliana kule yanayohusu ni ibada tu, hakuna jambo lingine. Huu ni usia wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambao ameutoa kutuhusia sisi waja wake, wale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliowawezesha kwenda kufanya ibada ya hija. Mwenyezi Mungu anasema wama tafaluna min khairin ya'lamuhu Allah, na kile mnachokifanya huko Maka mkiwa, kinachotokana na kheri, jambo lolote la kheri mnalolifanya kule, ya'lamuhu Allah, Mwenyezi Mungu anajua kheri hiyo, na Mwenyezi Mungu atakulipeni kwa mujibu wa matendo yenu ya kheri mtakayoyafanya katika nchi takatifu ya Maka. Lakini Mwenyezi Mungu anasema fatazawadu, jinyakulieni zawadi mkishamaliza ibada zenu. Hamkatazwi mkachukua zawadi yoyote ambayo itakwenda kuwa ni sehemu ya kuwapa zawadi ndugu zenu, haikatazwi zawadi ya aina yote. Lakini zawadi bora, Mwenyezi Mungu anasema fa inna khaira zadi taqwa, hakuna zawadi bora kama zawadi ya mtu anaporudi na uchamungu. Wangapi leo tunaona mahujaji wanakwenda hija tu, yanabakia majina, roho mbaya, wachoyo, wachawi, hawakataziki na mambo haya na yale mabaya. Fatazawadu, jichukulieni zawadi ya aina yoyote, lakini zawadi fa inna khaira zadi taqwa, hakuna zawadi bora kama zawadi mtakayoipata kule Maka mnapokwenda. Mnakwenda katika semina ya kujifunza uchamungu mnaotakiwa mrudi nayo, na athari ya hija zenu zionekane katika mataifa yenu, katika miji yenu, katika jamii zenu, katika majumba yenu. Fatazawadu, jinyakulieni zawadi.
fa inna khaira zadi taqwa, hakuna zawadi bora kama zawadi ile mlioishi nayo kule ya kila muda saa wakati kudili na matendo ya kumcha Allah. Wattaquni ya ulil albab, nicheni mimi. Mwenyezi Mungu anasema eni ninyi wenye akili timamu. Kama wewe utakwenda kule ukafata mambo mengine, wewe huna akili kwa mujibu wa aya hii. Kama una akili utarudi na zawadi ya kumcha Allah na utaendeleza uchamungu wako, na uchamungu wako utakaurudi nao utaiathiri jamii. Wangapi leo ndugu zangu tumeona hija za leo, hija za show. Mtu anakwenda almuhimu akaitwa alhaji tu. Mimi natamani ile jina niitwe alhaji bwana. Inshallah. Huna hija baba. Hija usitafutie cheo. Hija kamcha Allah, kamwabudu Allah tabaraka wa taala. Leo watu wanakwenda hija, wanaacha kutekeleza ibada, wanafanya mambo ya show face, kujionyesha ria wapi na wapi. Mtu anakwenda yuko alika, nipige picha basi hapa, nipige picha hapa, nafanya hivi. Unamhijia Mungu au wahijia watu? Watazawadu fatazawadu, jinyakulieni, jichukulieni zawadi. Inna khaira zadi taqwa, hakuna zawadi bora kama zawadi ya kwenda kumcha Mungu. Twendeni Maka kwa lengo la ibada, tusiende Maka kwa lengo la kujionyesha. Ndio hawa ambao wataendelea kule na habari yao za sports, mipira, habari ya maasi hawaelewi kule wenzako. Manaki kule ukienda ibada ya kule, wanawake na wanaume uchanganyikana sehemu moja. Sasa wenzako wanafanya tawafu au wanazunguka Al-Kaaba, wewe unaangalia wanawake. Huna hija, sababu kule watu wote tunakuwa sawasia. Intabihu ayuha alhujaj, zindukaneni enyi mahujaji mnaokwenda kwa ajili. Mara ngapi leo tunaona fulani bwana kenda umra, fulani bwana kenda hija, na mtaona tashuhudia safari namna hija zitakazopostiwa katika Facebook, WhatsApp, Instagram, X, kila aina mtandao. Watu hawaendi kufanya ibada, wanataka waende kule ili na yeye apewe. Si mchezo bwana huyu. Kenda Maka unafahamu mchezo? Mimi nimeenda Maka mimi. Vipi bwana wewe? Usipoteze mwelekeo wako, usipoteze gharama kubwa ukenda ukafanya mchezo ambao fursa hiyo wenzako wana ililia miaka adada sinina wal hisab, wapate chance ya kwenda kusema na Mola wao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kumzuru Nabii Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wewe unafanya mchezo? Halafu na matajiri hawa watu wa show face ndio wenye kupewa pesa wakahiji Maka. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameeleza kwamba ni Baka min Baka ya buku bakan, ni jina miongoni mwa majina ya mji mtakatifu wa Maka. Ndio nyumba ya kwanza hiyo. Na aya hii imeteremka ni pale Mayahudi walipodai kwamba nyumba ya kwanza iliyowekwa kwa ajili ya kuabudiwa Mungu na inayompendeza zaidi Mungu ni Baitul Maqdis. Ndio Mwenyezi Mungu akashusha aya ili asikerwe mtume wake Nabii Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, kama walivyokuwa wakimkera Mayahudi kwamba wewe Muhammadi unatukana miungu yetu lakini unaelekea kwetu sisi tulipo. Mwenyezi Mungu lile kwa mtume Muhammad likawa zito. Kila anapokuwa msikitini akiswali
akimaliza ananyoosha uso wake, anaoelekeza uso wake juu. Mwenyezi Mungu akajua nini dhamira yake, akamwambia kad nara taqalluban wajhika fi samaa, kwa hakika tumeona ewe Nabii Muhammad kugeuza geuza uso wako juu. Falanwalliyannaka qiblatan tardhaha, basi tunajua shida yako na kero na hawa Mayahudi, tutakugeuzia na kukupa kibla ambacho ni kizuri zaidi kuliko huko unapoelekea wewe, Baitul Maqdis, kibla ambacho utakiridhia na si kibla kingine, kibla ambacho pale pale kwenu ulipozaliwa. Inna awwala baitin wudhi'a linnas lalladhi bibakkata mubarakan, hakika nyumba ya kwanza iliyoweka kwa ajili ya maslahi ya kuabudu watu, kuomba, ni ile pale ya Makka, nyumba ambayo muasisi wake ni Nabii Ibrahimu na mwanake Ismail. Mwenyezi Mungu aliposema wa idh yarfai Ibrahimu alqawaida wa Ismailu, kumbuka Nabii Ibrahimu aliponyanyua misingi ya kujengwa Al-Kaaba na mwanake Ismail walisema nini? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, e Mwenyezi Mungu tukubalie amali yetu hii ya kuimarisha nyumba yako tukufu, nyumba ambayo watatoka watu watokako dunia nzima kuja kukuabudu wewe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Inna awwala baitin wudhi'a linnasi lalladhi bibakkata mubaraka, hakika nyumba kongwe ya kwanza ambayo imewekwa special kwa ajili watu wakaabudu haja zao, wakafanye kule kumlilia Mola wao, kutekeleza ibada ya nguzo ya 5 ya hija, ni ile ambayo iko Maka. Tena sio Maka tu, mubarakan, mahala palipobarikiwa, baraka ambayo ni kutokana na dua na Nabii Ibrahim alipoomba rabbi ja'al hadha baladan amina, e Mwenyezi Mungu jalia nchi hii iwe ni nchi yenye amani, warzuq ahlahu min athamarat, kisha Mwenyezi Mungu wajalie watu wao riziki ya vivunwa, matunda. Man amana minhum billah, kwa wale waliomwamini miongoni mwao Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Alafu wewe leo ndugu yangu, mahala palipoelezwa kwa kila aina ya umbuji na Mwenyezi Mungu subhanahu, unakwenda kucheza. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah alazim li wa lakum, qulu jami'an nastaghfirullah.